Bwana Yesu asifiwe. Ninaendelea kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii ambayo amenipatia ama ametupatia ya kuweza kuiona siku ya leo. Tunajua kuiona siku ni kwa ajili ya neema ya Mungu tu, ni kwa ajili ya huruma za Mungu, si kwa matendo yetu wala si kwa nguvu zetu. Ni neema ya Mungu ambayo imeendelea kuwa pamoja na sisi. Sasa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo ameendelea kuiachilia kwetu. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo nataka sasa nije kusema zile dalili sababu za majini ambayo sababu ambazo zinakupelekea majini kuingia kwenye maisha yako, sababu ambazo zinaweza kupelekea haya majini kuingia kwenye maisha yako. Nadhani kwa somo lililopita tuliangalia jini mahaba, namna anavyo litesa na namna anavyolitesa kanisa, nilipokuwa nafundisha na rekodi hilo somo na huyo jini mahaba, na kuna vita ambayo iliinuka kwangu. Kwa hiyo pale nilikuwa ninafundisha hilo somo, lakini moyoni napambana, lakini bado tunaendelea kufanya kazi ya Mungu, sababu ndio kusudi ambalo Mungu ametuitia, kwa hiyo tunaendelea kufanya kazi ya Mungu katika mazingira yote yale, kwa sababu tunajua Mungu akiwa upande wetu hakuna anayeweza kuwa juu yetu. Kwa hiyo ninaendelea na sababu ambazo zinaweza zikapelekea haya majini kuingia kwenye maisha yako, kwenye maisha yako. Kuna sababu ambazo zinaweza kupelekea haya majini kwenye maisha yako, japo ndio umeokoka, yani unajiita kama umeokoka, kwamba mimi nimeokoka, lakini hizi roho zinatoka wapi? Zinaingia vipi? Viko vitu ambavyo huwa vinawakaribisha hasa haya majini mahaba. Moja wapo ya vitu hivyo ambavyo huwa vinakaribisha majini mahaba, sababu moja wapo huwa nini? Huwa perfume, manukato makali. Yale manukato ni manukato makali. Hivi ni vivutio vya haya majini. Kwa hiyo kama umeokoka alafu unatumia marashi makali, perfume, ndugu yangu, hiyo ni kivutio cha haya majini. Kwa hiyo unaweza kushtukia wewe umeokoka, lakini bado maisha yako kwenye vifungo. Sababu gani? Kwa sababu kuna kitu ambacho unachomiliki cha kuzimu, na ukifa ukiwa kwenye hali hiyo, basi ujue wewe utakuwa ni wa wapi. Utakuwa ni wa wapi. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Hii ni kweli ya Mungu, ipo kwa ajili ya kuweka huru. Kama perfume ambazo unatumia, hiyo inaweza ikawa ni sababu ya haya majini kuingia kwenye maisha yako. Utaki kunukia vibaya, nataka kunukia vizuri. Haya ndugu yangu, wewe nukia nini? Nukia vizuri, lakini angalia marashi ambao unayotumia. Maana mimi sikwambii kwamba kutumia marashi ni dhambi, kwa sababu hata Yesu alipakwa alipakwa ile mafuta ya marihamu ya thamani. Kwa hiyo sikwambii, lakini kwa ulimwengu huu wa sasa, ambao viwanda vingi ambao wanatengeneza huwa wanaingia mikataba na kuzimu. Ndugu yangu, ni heri uwe kama mimi, ama uwe kama watu wengine ambao wameamua kutotumia perfume, kwa sababu huwezi kujua hii ni ipi na hii ni ya namna gani. Kwa hiyo perfume huwa ni sababu haya majini kuingia kwenye maisha yako. Umeokoka, lakini bado unaendelea kuota ndoto hizo za kuota ni za kufanya mapenzi, tendo la ndoa. Hiyo ni sababu. Mungu akubariki sana. Leo naishia hapo, na kutakia amani ya Bwana. Shalom.